Waswahili huwa wanasema hasira ni hasara. Hasira zimeshawapa watu wengi sana hasara. Kisasi kimeshawapa watu wengi maumivu. Kisasi kimeshawaachia watu maumivu, tena wakiwa wameumizwa wao wenyewe waliokuwa wanatenda hivyo visasi, na si kuwaumiza wale waliokuwa wakiwatendea visasi. Naomba nikupe story ya kaka mmoja ambaye mpaka leo hii ndoa yake imefika mwisho kwa sababu mkewe alienda kumlipiza kisasi. Kwa bahati mbaya akaangukia kwenye mikono ya mtu ambaye hakuwa salama kiafya. Nadhani nikishaongea hivyo umeshanielewa. Huyo kaka anasema yeye alioa na walikuwa wanaishi tu vizuri na mkewe, na ikafika kipindi mkewe akapata ujauzito, na kwa bahati mbaya, kwa sababu hatuwezi kusema bahati nzuri mtu kujifungua kwa operesheni, mkewe alijifungua kwa operesheni. Kwa hiyo kwa muda mrefu alikuwa yuko anauguza kile kidonda chake mpaka atakapopona. Kwa hiyo mwanaume anasema yeye mkewe kabla hata hajafika kwenye hizo hatua za kujifungua alikuwa anasumbuliwa hata hapo alipokuwa mjamzito. Kwa hiyo kuna miezi mingi sana yeye kama mwanaume kuna vitu alikuwa hajavipata kwa mkewe. Nadhani nikisema hivi umeshanielewa. Kwa hiyo ilipotokea mke amejifungua na akaona anaendelea salama kiafya, kwa bahati mbaya yeye anakiri kabisa kwamba dada, mimi kweli kwenye hili nilifanya kosa. Nilivunja agano letu la ndoa na mtu. Yaani nilikuta nimeingia matamanio kama mwanaume kwa sababu nilikuwa nina muda mrefu sijapata hivyo vitu mimi kama mwanaume. Kwa hiyo tamaa zikanipeleka kwa yule mwanamke, na kwa bahati mbaya mke wangu akawa amejua. Basi mimi nilimuomba sana mke wangu msamaha, na ulipita muda mrefu tangia kile kitendo kilipotokea. Yaani muda mrefu tukawa tumesameheana, maisha mengine ya amani yanaendelea. Kumbe mkewe huku nyuma alianzisha mahusiano na rafiki wa karibu wa mumewe, na huyo rafiki yeye mumewe anajua kabisa toka muda mrefu kwamba hakuwa sawa kiafya. Sijui kama unanielewa. Basi inaonekana mwanamke akaanza mahusiano na huyu shemeji yake, na wakawa kwenye mahusiano kwa muda mrefu bila mwanaume kuja kujua. Lakini anasema ilifika kipindi mwanaume akaja kufuma message, kwa sababu inaonekana mkewe alijificha sana. Akaja kufuma message. Anasema alipokuja kufuma message akampiga sana mkewe, kwa sababu ile namba rafiki aliyoitumia ni tofauti, na maana alisajili line nyingine ili sijulikane kama ni yeye. Baada ya kipigo kikali, yani alimpa kipigo mke wake baada ya kumfumania, ndio mkewe akampa information kwamba huyo ni rafiki yako, iko 1 2 3. Anasema nilishtuka kwa sababu mimi najua huyo rafiki yangu hayuko sawa kiafya, na mimi nilishawahi kumgusia mke wangu kwenye story siku moja nikimwambia jamaa yangu yuko 1 2 3. Lakini inaonekana mwanamke alivyoingia kwenye mahusiano na huyo mwanaume alijaribu kumpotezea, akamwambia kwa hiyo wewe unamwamini mume wako. Mume wako aliongea hivi kwa sababu hakutaka siku moja kije kitokee hiki, kwa sababu alihisi pengine alikuwa anaona wivu, ananionea wivu mimi handsome, na si unajua wanaume wengine tena sifa zao wanazotoa. Basi mwanamke inaonekana akamwamini, matokeo yake akawa kwenye mahusiano na yule mwanaume kwa mwaka mzima. Anasema nilipojua huyu kaka sasa, nilipojua nilitamani hata nimuue, kwa sababu niliwaza nikasema mimi pengine tayari naumwa. Nilimpiga mwanamke akakataa kuondoka, akasema yeye anaomba nimsamehe, tupime afya kama atakuwa sawa tuendelee tu na maisha. Anasema yeye alimwambia mimi sipo tayari kuendelea na wewe, na akaitisha kikao cha kifamilia, wakayajadili hayo. Wanandugu wao unajua mambo ya vijijini haya, watu wa vijijini bado hawajaelimika. Wao wanaona kurudiana ni swala la kawaida, wakawabembeleza kwamba rudianeni sijui na nini, twende tukapime afya, kama mtakuwa wazima msameheane, maisha mengine yaendelee. Kwa bahati mbaya walipoenda kupima afya, mwanaume akawa yuko salama na mwanamke akawa amepata ugonjwa. Fikiria nini amekipata baada ya yeye kulipiza kisasi. Sasa hivi ndoa ameipoteza na hayupo sawa kiafya kwa mambo ya kulipiza kisasi. Lakini mwanaume yeye sio kwamba hakufanya, alishawahi kufanya, lakini yeye haikumpa hali hiyo. Lakini kwa bahati mbaya aliyekuja kulipiza kisasi kwa nia ya kutaka kumuumiza mwanaume akaishia pabaya. Mpaka leo hii anavyoongea anasema dada, nina maumivu kwa sababu mke wangu sijaishi naye hata kwa muda mrefu. Sijaishi naye kwa muda mrefu kwa sababu nina mtoto mmoja na yeye, na huyo mtoto sio mkubwa sana, ana umri wa kawaida. Yani inaonekana mwanamke alianza kusaliti bado akiwa mtoto wake ni mdogo. Kwa hiyo anasema yani dada, kipindi nilichopitia ni kigumu, na akasema anaomba ni share ili wanawake wengine wajifunze. Kwa hiyo wanawake wenzangu, jifunzeni kwamba kumlipiza mtu kisasi kunaweza kukupa hasara wewe mwenyewe. Wewe fikiria, unaenda kumlipiza mtu kisasi kwa lengo la kumuumiza yeye, mwisho wa siku unaumia wewe, kwa sababu yeye alivyotembea kama mwanaume sivyo wewe utakavyotembea kama mwanamke. Wewe unaweza kujikwaa ukaingia sehemu ambayo sio nzuri, lakini mwanaume pengine akabahatika akaingia sehemu nzuri. Kwa hiyo kisasi wakati mwingine kitakuumiza wewe mwenyewe.
Sasa hivi mwanamke amebaki hayuko sawa na mumewe yuko sawa. Mlengwa aliyekuwa anafanya hivyo kwa ajili ya kumlipiza yuko salama, lakini yeye ndio kama hivyo. Na yule kaka anacholaumu sana, anasema mimi nilikuwa nimeshabadilika, hayo mambo niliacha pale pale, sikuwahi kurudia kufanya usaliti. Lakini inaonekana rafiki yake sasa alikuwa ni mtu ambaye anampelekea mwanamke wake maneno ya uongo, kumjaza na kumuongezea kwamba mume wako yuko 1 2 3, ana wanawake wengi, ana hivi ana hivi. Mwisho wa siku yule dada akajikuta ameingia kwenye mahusiano na huyo mwanaume, kumbe alikuwa anamteka tu. Kwa hiyo huyo dada anasema sasa hivi ndio hivyo, anaendelea na maisha yake akiwa mgonjwa, na mwanaume alishachukua mpaka mtoto. Anasema yani aliona hawezi kumwamini tena hata kumwachia mtoto, kwa sababu hamwamini, yani walipofikia wamemalizana vibaya. Kwa hiyo alimchukua mtoto, na mwanamke ameomba sana msamaha, na anasema mpaka leo hii huyo mwanamke anaomba msamaha kwamba amsamehe, yeye atakubali kuishi naye kwa njia yoyote ile. Lakini sasa utasamehewa vipi? Tayari hauko sawa kiafya. Ingelikuwa wote wamekuwa hawapo sawa kiafya, labda mwanaume angeamua kusamehe kwa sababu wote wako hivyo. Lakini kwa bahati mbaya hilo janga aliloenda kulichuma amekula mwenyewe. Wanasemaga mchuma janga hula na wakwao, lakini yeye amekula peke yake hilo janga, mumewe halijamfika. Kwa hiyo naomba mjifunze kitu kwenye hii story. Kulipiza kisasi kunaweza kukuponza wewe mwenyewe, kunaweza kukuumiza wewe mwenyewe, kunaweza kukupa athari wewe mwenyewe. Kiukweli hii story mimi imenitoa kwenye mudi, na ndio maana unaona hata ninavyosimulia ni kama sijui najisikieje. Kwa kweli ni vitu vya ajabu sana. Unalipiza kisasi kwa lengo la kumuumiza mtu, unaishia kujiumiza mwenyewe. Na jaribu kuwaza huyo dada kwa sasa hivi ni hali gani anayopitia. Nadhani anajisikia vibaya sana, na ndio maana amekuwa ni mtu wa kumbembeleza mwanaume kwamba kama anaweza amsamehe, yeye arudi, yuko tayari kuishi na yeye kwa namna yoyote. Inafikia wakati anasema, anamwambia mimi niko tayari kuishi hata niwe kama binti yako wa kazi za ndani, lakini hii aibu mimi naomba tu iniepuke. Sasa utarudije kama tayari iko hivi? Mwanaume amesema yeye hawezi kumsamehe kwa namna yoyote, kwa sababu ingekuwa ni swala la yeye kuwa labda yuko sawa kiafya labda. Lakini kwa bahati mbaya amesema yeye alichomkera na kumkwaza ni kwamba yeye alishawahi kumgusia hilo swala kwamba huyu rafiki yangu yuko 1 2 3, na yeye hakutaka kuelewa. Kwa hiyo amesema yeye hawezi kumsamehe kwa namna yoyote. Kwa hiyo naamini kuna kitu umejifunza hapa.